Huu mpango takriban sasa miaka mitatu tunafanya hivyo. Tumekuwa tukiwatambua wanafunzi wanaofanya vizuri na vile vile walimu wanaofanya vizuri. Hatuishi tu hapa, bado huwa tunatoa zawadi kama motisha. Kwa mfano kwa A1 tunatoa shilingi 10,000 kwa walimu. Kwa B1 tunatoa shilingi 5,000 na kwa C tunatoa shilingi 3,000. Na baada ya hapo sasa tunaangalia maeneo gani tuwatoe walimu wetu pamoja na wanafunzi kwenda kurefresh. Na kwa sababu Serengeti National Park tumekuwa tukienda, tumeamua sasa tuje hii hifadhi ya taifa ya Saanane kwa huu mwaka. Gharama hizi zinatoka kwenye kifungu cha motisha ambacho huwa tunatoa pale. Kwa mfano sasa hivi tumetumia kama takriban shilingi milioni 1,500,000 katika hii motisha, ikiwa usafiri, kuweka mafuta, chakula na malipo ya hapa kisiwa cha Saanane. Kwa juhudi hizi ninazozifanya zinazaa sana matunda, kwa vile nimekuwa nikifanya kila mwaka na matokeo yamekuwa yakiwa mazuri mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo ninapofanya hivyo, wanafunzi wanapata hamasa ya kusoma zaidi ili nao tuwatambue, na walimu wangu nao wanajisikia vizuri, wanazidi kupambana. Kama ulivyoona tuko nao pamoja, wanapambana usiku na mchana, wako vizuri, hawana shida yoyote. Changamoto sana sana ni kwa watoto wa kutwa ndio napata shida, utoro kidogo wa rejareja, lakini kwa wale ambao ninao pale shuleni sipati changamoto yoyote. Kwa hiyo tunajaribu kupiga kambi kama mwaka huu kuanzia tarehe 8 tutaanza kambi ili nao tuwaweke pale shuleni wasome wote kwa pamoja. Niliposikia kwa kuna trip ya kuja kisiwa cha Saanane huku Mwanza, nilijisikia furaha kwa sababu kwanza iliendelea kunipa moyo mimi kuendelea kupambana kwa bidii, kwa sababu ninapozidi kupambana ndivyo nazidi kupelekwa katika maeneo mbalimbali ambayo inawezafanya mimi niweze kujifunza vitu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Pia tunapokuja huku tunafanya wenzetu wajisikie wapate ile hamasa ya kusoma kwa bidii ili waweze kufikia kama hapa tulipofikia sisi, kwa sababu tunavyowasimulia kule shuleni wanapata ile hamasa kuendelea kusoma kwa bidii. Jitihada nilizozifanya ili kufaulu, ili kuweza kufika mahali hapa, nilisoma kwa bidii, ndipo iliponisababishia kupata 1 na ndipo nilipopelekea kuja katika kisiwa hichi cha Saanane. Kimfano, nilipofika hapa Saanane nimeweza kujifunza mambo mengi kuhusiana na wanyama, nimeweza kujifunza kuhusiana na swala, simba na mengineyo. Tunapokuwa wanafunzi wavulana wengi tunaotokea mazingira ya Dei, ndio natufanya wavulana wengi tusifaulu mtihani wetu kwa sababu ya kazi mbalimbali tunazozifanya nyumbani. Watoto wa kike ndo wamefanya vizuri zaidi, lakini pia narudia ni kwa sababu wanaokabwa ni watoto wa kike, lakini wavulana wenyewe wanatokea nyumbani. Na ipo mikakati ambayo tumeshaiweka kwa ajili ya madarasa ya mitihani, kwamba kuweka kambi, kukambika, ili madarasa yote ya mtihani wao wanaweza kupata muda wa kusoma ile muda wa jioni, lakini pia na yale masaa ya usiku na ile morning prep. Kwa hiyo tumepanga kuweka kambi kwa ajili ya hayo madarasa ya mtihani kuwa wanaishi shuleni, both wasichana na wavulana.